Asante. Kwanza ilikuwaje kwaje mpaka mkaamua kukiita Deiwaka? Unajua Deiwaka tunavyojua sisi ni ile kwamba mfano mimi ni dereva wa gari labda daladala. Mimi napewa naendesha kwa mara moja, mara mbili afu narudisha kwenye mwenyewe kabisa mwenye gari ambaye ni dereva. Sawa sawa. Sasa kwanza nitoe heshima kwa aliyoona kwamba jina Deiwaka linaenda vizuri na harakati ambazo tulikuwa tunazifanya. Yeye wakati huo ndo alikuwa mkuu wa maudhui au mkuu wa vipindi wa Uhuru FM, aitwa Albert Msemembo, na haikuwa rahisi kwa kusema kweli. Wakati ambapo tumeanza Radio Uhuru, tulianza na matangazo ya majaribio 99 kuja 2000 hapo, na wakati wa matangazo ya majaribio ndipo ambapo sasa tukaanza kutengeneza DNA ya tunataka nini kifanyike kwa upande wa maudhui na kwa upande wa sera za maudhui za Uhuru FM, na nikapewa heshima ya kuzungumza na kizazi kipya cha vijana wakati ule. Sasa nilishajua nilikuwa nataka nini, lakini sasa nikaa najiuliza nachokitaka kitakuwa kwa package ipi ili ilete mantiki. Kwa hiyo haya yalikuwa mazungumzo au zilikuwa ni idea zile ambazo zinajitokeza baada ya masaa ya kazi. Mpaka leo hii kwenye lile jengo la CCM mkoa ukishuka chini yuko bwana Damas, si ndio? Sasa Damas tulikuwa naye toka wakati ule. Kwa tulikuwa tushamaliza kazi kwa wakati huo, kama nilivyosema test transmission, mnashuka pale kwa Damas mnajadili mawili matatu ya kazi. Kwa nikasema bado nahangaika kutafuta jina ambalo litaendana na kile ambacho natamani kifanyike. Fikra ya kwanza nilikuwa nayo ilikuwa kwamba kuna ufahari mkubwa wa kimaandalizi, kwa maana ya maandalizi ya muziki, maandalizi ya maudhui, na walau kuna jitihada za watu mbalimbali kuonekana wanaupokea muziki wa kizazi kipya. Kwa hadithi ya jina muziki wa kizazi kipya nitawaeleza baadaye kidogo, lakini tuanze kwanza na hii ya Deiwaka. Kwa hiyo tukasema kwamba pamoja na jitihada zote hizo hatuwezi kuthibitisha kwa sasa bila tone la shaka kwamba tuko katika sehemu nzuri kwa mujibu wa mfumo mzima ecosystem ya biashara ya muziki wa kizazi kipya au biashara ya muziki kwa ujumla, kwa matundu mengi tu, tofauti na sasa hivi ambapo unaona kabisa kwamba kuna sio juhudi tena, kuna mhimili mzito wa biashara ya muziki au mhimili mzito wa creative economy ambayo unasambaza mnyororo wake wa thamani kwa watu wengi sana. Ilikuwa bado. Kwa tukasema kwamba sasa kifikra hapo kasa kwamba yani kwa sababu bado tunagusagusa na tuna nia njema ya kutengeneza kicho bora, ifike point ambapo tusiogope kusema kwamba tuko kwenye hatua, lakini tuambie wananchi kwamba hizi hatua zinaweza kuwa supported endapo ninyi mkiwa pamoja nasi. Basi Albert Msemembo siku akakaa akasema, unajua Seba, unachokisema ni kweli, lakini mimi na jina ambayo unaoitenda sambamba na hiyo unaosema, kwa nini usiite Deiwaka? Aiwaza akasema ifikirie hivi, wasanii watayarishaji na watu ambao wanajihusisha na muziki bado hawajaweza kuwa na sehemu ambao watasema kwamba hii ni sehemu yao rasmi. Kwa hiyo kwa sababu bado wanafanya muziki na wanapiga Deiwaka, yani wakati wao kwamba sio muziki unakulipa, unafanya shughuli nyingine ili muziki uendelee kuufanya. Kwa hiyo unapiga Deiwaka kwingine ili ulipie studio, ili ulipie producer, wakati wa video zikuwa bado, lakini ili angalau uweze kupata nafasi ya kupigwa picha kadhaa ambazo ni professional, ili albamu yako ingie mtaani, utengeneze hela, upunguze lile jukumu au upunguze hali ya kutegemea Deiwaka yako ndio endeshe maisha yako. Basi nikamwambia hiyo mbona imekaa? Nikamwambia yani unahitaji kuongeza, yani naita Deiwaka. Bahati nzuri mwaka mmoja kabla
nadhani mwaka moja kabla, kama sikosei, nadhani mwaka 99, Sugu Mr. Two wakati huo alikuwa ame-release album yake naye inaitwa hivyo Daywaka. Kwa hiyo nikasema ise, yani coincidence ya aina gani? Mr. Two na album yake inaitwa Daywaka na hiki kipindi kinaitwa Daywaka, na wakati ule Mr. Two ndo alikuwa ndio icon wa muziki wa hip hop wa Kitanzania, yani kukua hakuna juu yake. Wakati ule alikuwa relevant, alikuwa anaonekana kama ni mtu ambaye anazungumza kuhusu shida za watu mbalimbali mtaani, na alipata nafasi sio tu kufanya shughuli za kimuziki Tanzania, lakini alipata nafasi adhimu hata kufanya shughuli za muziki nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa hiyo basi Daywaka ikazaliwa hapa, kwamba hii ni platform ambayo inatambua kwamba mnafanya kazi nzuri sana, lakini bado hamjapiga hatua zile mnazotaka. Kwa hiyo kwa kuheshimu mchango wa uDaywaka wenu kwenye muziki, basi hii tuibatize jina la Daywaka. Kwa hiyo basi ikawa hivyo, pale chini kwa Damas idea ikazaliwa. Ni kitu gani ambacho huwezi kukisahau kabisa kipindi ambacho umehudumu kwenye kipindi cha Daywaka? Memories ni nyingi kweli kweli. Memories ni nyingi sana, wala sio siri. Nikianza kusema hapa kwa kweli nitagusa mambo mengi sana, lakini cha kwanza ambacho napenda sana kumshukuru Mungu kwa kuweza kukitambua, kukufanyia kazi, na naona mpaka leo hii kinaendelea kutumika. Kwa kusema ukweli, kwanza ilikuwa hata jina Daywaka labda msemeni kabla ya Daywaka, wakati ambapo kama nilivyosema, wakati ambapo sasa uongozi wa Radio Uhuru umenifuata, wakati huo nilikuwa Radio 1, wakisema bwana, tunania kukua na wewe, tunajua potential yako, tunajua unaweza kufanya nini. Tukakubaliana kwa misingi ya malipo na misingi ya benefits tofauti. Jukumu la kwanza nilikuwa nao ilikuwa kujaribu kuheshimu harakati mbalimbali za muziki ambazo zilikuwa zinafanyika wakati huo, hususan muziki ambao ulikuwa una mawasiliano ya moja kwa moja na vijana. Hiyo ndio ilikuwa hatua ya kwanza. Sasa nikasema kwamba katika hili sina shida na Bongo Flava, lakini wakati ule, tofauti na watu wanavyofikiri kwamba Bongo Flava ilikuwa ni nyimbo za watu ambao wanaimba tu, na baadaye ikawa Bongo Flava na hip hop ikawa hip hop. Hayo ni mapinduzi yalikuja baadaye sana, lakini Bongo Flava yenyewe ilizaliwa kutokana na neno Bongo Flavors ambao Mike Mwagama alikuwa anaitumia wakati huo, yuko Radio 1 anafanya DJ show, na alikuwa anajiita Bongo Flavors kwa sababu kwanza zilikuwa chache, pili zilikuwa hazina quality nzuri sana ukilinganisha na nyimbo za hip hop au za R&B au za raga au za reggae kutoka magharibi. Na wakati huo sasa teknolojia ya kucheza CD na kanda chrome ambazo zina quality nzuri kwa teknolojia mpya ambayo Radio 1 walitambulisha. Kwa hiyo sasa, kwa sababu ya hiyo difference hususan ya ubora wa kiufundi, zilikuwa zinapigwa kadhaa. Kwa hiyo alikuwa ana utaratibu wa kuweka sessions hip hop, R&B na Bongo Flavors kidogo. Kwa hiyo ikawa Bongo Flavors mpaka Z ikatoka ikawa Bongo Flava, ambapo 95% ya nyimbo wakati huo zilikuwa ni za hip hop. Kwa hiyo kuitenganisha hip hop na Bongo Flava ni uongo, kutengesha rap na Bongo Flava ni uongo. Sasa fast forward kuja mpaka mwaka 99. Mimi nilikuwa sina shida na neno Bongo Flava, lakini nilikuwa naona kwamba unataka kuongea? Niona umenyosha, yani nikajua labda kuna kwa niendelee. Nikasema kwamba mimi sina shida na neno Bongo Flava, kwa kusema kweli sina shida nao kabisa, lakini je, ikitokea kwamba kuna zaidi ya mitindo ya hip hop na rap ambayo itaathiri game, itakuwaje? Kwangu mimi nilikuwa naona kama Bongo Flava ina eneo dogo sana, na nikasema kwamba hebu nitafute namna ya kuaddress hizi nyimbo kadiri zinavyobuniwa
katika maeneo tofauti tofauti, ili mradi tu ziwe zina uhusiano wa moja kwa moja na maisha ya vijana wa Kitanzania au maisha ya vijana nje katika maeneo tofauti tofauti, lakini wawe kama wanaongea lugha moja au wana falsafa moja. Na inatokea, sote tunafahamu kwamba unaweza ukawa hapa kijiografia, lakini ukaathiri mtu mwingine ambaye yuko sehemu fulani kijiografia. Kwa hiyo zoezi kaa kwamba sasa naita nini hapo, DEWAKA jina bado haijatokea. Kwa hiyo iko kwenye kumbukumbu yangu sana tu, DEWAKA jina haijatokea. Naelewa nataka nini, lakini kabla kukipata ninabatiza nini huu muziki na hii tasnia.